Richard Kisenge ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo, lakini vile vile ni daktari bingwa magonjwa ya moyo. Taasisi ya moyo leo tarehe 29 mwezi wa 9 inaungana na wenzetu duniani kote kuadhimisha siku ya moyo duniani. Kauli mbiu ya siku hii ya moyo ya tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu 2025 ni linda pigo la moyo. Kwa kuwaeleza wananchi kwamba magonjwa ya moyo yanazidi kuongezeka sana kwa kasi na zaidi ya watu milioni 20 hupoteza maisha yao kwa sababu ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo shirika la moyo duniani, World Heart Federation, iliandaa siku hii ya tarehe 29 mwezi wa 9 ili iweze kuwaelimisha watu, lakini na kuwajulisha watu kuhusu magonjwa ya moyo, baada ya kugundua kwamba magonjwa ya moyo yanachangia vifo vingi na watu wengi wana matatizo haya ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo siku ya leo taasisi ya moyo imetoa matibabu bure, lakini inafanya uchunguzi wa magonjwa ya moyo bure kwenye tawi letu la Jakaya Kikwete hapa Dar Group. Mpaka tunapoongea sasa hivi zaidi ya watu 220 wameshajiandikisha. Kwa hiyo siku hii ya leo watu watachunguza, watafanyiwa vipimo vya echo, watafanyiwa vipimo vya ECG. Kwa majina naitwa Dr. Tulizo Shem Sanga, ni daktari bobezi wa magonjwa ya moyo katika taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Vile vile ni mkurugenzi wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete hapa Dar Group. Siku ya leo tarehe 29 ya mwezi wa 9, kama ilivyo ada kila mwaka, siku hii tunaadhimisha siku ya moyo duniani. Huu ni mwaka wa 25 toka hii siku ya moyo imekuwa ikiadhimishwa, na lengo kubwa ya siku ya moyo duniani ni kuhakikisha kwamba tunawaambia wanajamii kwamba moyo upo na moyo una magonjwa mengi, na moyo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, na kwamba takwimu zinaonyesha kabisa kwamba moyo huu unaposhambuliwa unaathiri uchumi mkubwa sana wa nchi hii, kwa sababu dunia nzima imekuwa ikihangaika na kukazana na magonjwa yanayoambukizwa kwa miaka mingi, lakini kwa siku za hivi karibuni magonjwa yasiyoambukizwa yameonekana kuchukua kasi kubwa sana ya vifo na kasi kubwa sana ya kusababisha maradhi ambayo yanawafanya watu wengi walale, washinde kufanya kazi zao, na hatimaye kuharibu uchumi wa familia na uchumi wa nchi. Sasa miongoni mwa maradhi ambayo yasiyoambukizwa, moyo umekuwa unaongoza. Zaidi ya 60% hadi 70% ya maradhi yanayosababishwa vifo na watu kutoweza kuhudhuria na kufanya kazi zao za msingi, moyo umekuwa ukiongoza. Na kwamba kama wewe ni mtu mzima una afya yako, basi fika sehemu ya kituo cha afya popote pale ulipo uweze kuchekiwa afya yako walau mara moja au mara 2 kwa mwaka, hata kama una shida yoyote ya moyo. Na kwa wale ambao wanabainika wana shida, tunashauri waendelee kupata matibabu mbalimbali na kufuatilia dawa zao. Jina naitwa Dr. Eva Kuganda. Kama mnavyoweza kuona leo katika hospitali yetu ya JKCI Dar Group, katika kuadhimisha maadhimisho ya siku ya moyo duniani, tunaendelea na kambi maalum ya upimaji wa moyo, matibabu ya moyo bure kwa wananchi, ambapo leo tumeweza kutoa huduma kwa wananchi wengi wa wakazi wa Dar es Salaam, pamoja na baadhi ya wananchi ambao wametoka mikoani wameweza kuja kupima, na mpaka sasa hivi tumeweza kupima pia watoto zaidi ya 25, na katika hao tumeweza kugundua baadhi ambao walikuwa na matatizo ya moyo ya kuzaliwa. Kama tunavyojua, kwanza tunashukuru wazazi ambao wameitikia huu wito na wameweza kujitokeza, na baadhi ya watoto ambao tumeweza kuwagundua wana matatizo ya moyo walikuwa hawana dalili zozote. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wa Dar es Salaam waweze kutumia hii fursa, wajitokeze kwa wingi kuja kupima. Magonjwa ya moyo yanaweza yakawa kimya, mtu asijue kama mtoto au mtu mzima ana tatizo la moyo mpaka anapokuwa ameenda shule, amekuwa mkubwa, lakini kumbe ana shida ambayo angeweza
kugundulika mapema na ikaweza kufanyiwa matibabu mapema. Na kama tunavyojua matibabu ya moyo kwa watoto yanaenda na timeline, inatakiwa mtoto apatikane ana shida mapema ili aweze kutibiwa. Kwa hiyo mzazi anapochelewa anaweza akawa amekosa opportunity au nafasi ya kuweza kumtibia mtoto wake. Kwa hiyo bado tunaendelea na upimaji kama mnavyoweza kuona, na wakazi wa Dar es Salaam bado wanaendelea kujitokeza kwa wingi, na zoezi hili litafanyika leo mpaka jioni katika kuadhimisha siku ya moyo duniani. Na kwa majina naitwa Ibrahimu Waziri Maloki, ni mkazi wa Dar es Salaam eneo la Chanika. Na sababu ya kuja hapa nimepata habari kutoka katika makundi yetu ya kijamii kwamba leo kutakuwa na huduma ya upimaji, ushauri na matibabu ya moyo. Kwa hiyo baada ya kupata tangazo hili hapo, na mimi niliwatumia baadhi ya watu na wafahamu kuwajulisha kwamba leo kutakuwa na tukio hilo. Kwa hiyo katika hali yangu ya kawaida sina labda tatizo la aina yoyote ambalo tayari nimeshalifahamu katika moyo, ila nimekuja kwa ajili ya uchunguzi. Kama ikitokea sasa kuna tatizo katika mwili wangu au katika moyo wangu, basi kuanzia hapo ili niweze kufuatilia shida hiyo na kutizama ufumbuzi wake utakuwa vipi.